kazi. Nina imani kwamba yawezekana tuko hapa Diamond, pengine umeangalia labda ukataka kufanya kazi na Pepsi, vitu vingi ulichoongeza hata siku ukitaka kufanya kazi, basi kuna vitu vitafuatwa. Na nipeleka ili kwenye muziki. Wasanii wengi wamekuwa wakitoka kwenye rebo ama kwenye kazi za muziki wanaonekana kama kuonewa. Yaani mtu mkataba pengine uliwekwa kwamba leo unaingia Wasafi, ukitaka kutoka ni 1, 2, 3. Lakini msanii anapotoka tunasikia mambo mengi. Msanii anakuja anatafuta huduma kwa mashabiki ama watu ili aonekane labda kama anaonewa ama things are not good. Mimi natamani kujua kwenye mikataba huko kunakuwa shida inakuwa ni nini hasa? Inakuwa ni msanii, ni management, msanii akusoma vizuri Kiingereza? What the problem? Shukuru swali lako na kujibu vizuri sana. Unajua kwenye kila mtu kutoka kwenye lebo kuna mambo mawili au matatu. Sababu tofauti. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe wanaweza kujisimamia. Kuna ambao wanatoka kwenye lebo kwa sababu lebo haiwawezeshi. Sio umeelewa? Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu lebo haitimizi wajibu wake. Haiwawezeshi wasanii. Kwa sababu na kama ndugu yangu kama tumekubaliana hivi na hivi na hivi lakini wafanyike na hiki. Basi kabisa mimi nitoke. Lakini kuna wasanii ambao wakitaka wanatoka kwenye lebo kwa sababu washafikia kwenye mafanikio makubwa. Wanaona sasa ilipo bana lebo mimi nashukuru tumeishi vizuri. Sasa mimi nataka nikaanzishe changu mimi mwenyewe. Sasa kati ya watu wote wawili na mikataba yote ya lebo ina haki ya mtu anayotaka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo inatakiwa yule kulingana na situation yake kuongea na jopo lake au na sheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uonevu, hamna kuonewa, hamna ni makubaliano mengi. Kwa kama unahisi lebo ukutendea yake, chukua na sheria yako, nenda mahakamani au naenda BASATA, taratibu zifuatwe kulingana na watu watakubaliana hivi na hivi, lakini mkataba afanyie. Mimi natakiwa niachiwe hivi kwa sababu alishindwa kufanya hiki na hiki. Na wewe ambaye ushaona mafanikio makubwa, ushatengeneza fedha, pia una haki kitakutoka. Bwana, tulikubaliana mimi nishapata mafanikio nikitakutoka natakiwa nilipe hiki. Sasa nimefikisha hiki, naomba ni kilipe hichi ili niweze kufanya kazi yangu pembeni tofauti. Unajua kwa bahati mbaya zamani, nitakwambia kweli. Zamani hata nchi na walikuwa wanaongoza hawakuwa wana pengine kujua uhalisia sana wa kwenye muziki unafanyaje, kwenye in terms of watu wanaweza kufanya nini, akafikia wapi, akapata nini na nini na nini. Kwa hiyo ilikuwa kama viongozi wakisikia kuna mwananchi analalamika, lazima waone kwa nini huyu anaonewa. Nakumbuka anaolalamikiwa anakuwa ni watu ambao majani, kwa sababu si ndio lebo. Kwa lazima serikali au viongozi waone kama umbra anaonewa. Lakini tunashukuru serikali na hii ni wapongeze sana. Kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikutana na hizo mwanzo na nilitumika kama mfano bora wa kuzungumza nao na kuelewesha kama jamani biashara zetu zipo hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa kuna mtu kutoka kwenye hivi, kuna mtu kutoka kwenye hivi. Kwa mtu akija, msikilizeni muone kwamba na nyinyi mnaangalia kwa utokaji wa huyu hapana mwenye haki ni wewe. Kwa amekuwa akisaidia kuendesha au vizuri sana. Akai tu serikali upande mmoja tikisa umekuja msanii unapotoka kwa utoke hapana. Hiyo. Sababu ukienda kama pale BASATA na especially kama Dr. Mapana anampongeza sana. Ni mtu ambaye anaelewa sana mambo ya muziki. Ni mtu ambaye anaelewa mikataba na biashara ya muziki. Kwa hiyo ukifika pale kulingana na uhalisia wako, aidha kama msanii ana haki, msanii anapewa haki yake. Aidha kama lebo ina haki, lebo inapewa haki yake. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wananchi lazima watambue na wafahamu ni biashara. Yaani watu wakishaingia, aidha mtu unajua msanii ndio akitaka kusaini mara kwanza anakuwa yeye atakusaini tu. Sikishaurishi watu makibao pale. Chakuja mtu anataka kusaini, mimi ni saini tu, anambia kaita familia yako, mzazi wako. Si pala sasa mpaka tunawarekodi kabisa saini tu. Mimi na mtu wake kwa pembeni. Fulani nimesaini mkataba huu. Nimeridhika, nimeusoma, nimeridhika na sheria yao kwa pembeni. Ili baadaye mtu asiseme kama unajua hiyo kibinadamu.
lakini uhalisia ni kwamba inakuwa ni mikataba ya kibiashara, na sisi kama lebo kimsingi na kweli wanakuwa moja, mtu lake angeweza kuipeleka hapa kwenye kulima mahindi, kwenye kuvuna mchele, lakini mtu anaona kama wacha niekezee kwenye muziki. Kwa sasa naye sio kwa sababu kawekeza akawa pia ana makosa anafanya, afu msanii akitaka kutoka au akitaka kwenda bilingi ya mwana msanii ana tatizo, hapana. Kwa sisi kama lebo tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Mimi nikiuliza sisi kama wanamuziki tunatakiwa tufanye majukumu yetu, ili inapofikia tu kama mkataba kila mtu anakuchukua njia yake, taratibu ifuate. Kama lebo anatakiwa kumlipa msanii au kama msanii anataka kulipa lebo, kile mtu ameshaweka shughuli. Sasa pia wananchi wanatakiwa walielewe, na sisi kama wana muziki, lakini pia sisi kama lebo inapotokea bilingi, kila mtu anataka kuwa nje. Unajua kama atakuwa nje, unajua hivi kibinadamu, na unajua kibinadamu mtu atakuonekana yeye pande wake ndio kaona. Kila mtu ana mimi niko sawa, mimi niko sawa, mimi niko sawa. Akihitimishwa yote BASATA, baada kutoka hapo anaenda kwenye kama mahakamani, wanamaliza pale pale. Watu wasikimbie sana kuhukumu watu mpaka baada ya BASATA wenyewe pamoja na mahakama kuona mabana tumekubaliana. Okay. Diamond ni mwoga sana kuongelea masuala haya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkataba wa muziki, na kupenda mifano kabisa. Kawaida ya muziki, mkataba, ile investment yako ukiiweka, unatakiwa kwanza urudishe investment yako, alafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Ndio kibiashara kwa hivyo. Lakini Wasafi yaani ilivyo kwanza, labda nikuwekea watu wasichokijua mkataba yote ya dunia ilivyo. Sio tu kwanza kurudisha, na hivi unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kimuziki, cha kwanza ilivyo, let's say imeingia milioni, inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwanza. Kama nikubaliana 50 ichukue 50 yake, alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Sio ndio hapo? Hata hiyo unasemea kwamba wanataka wakati investment hiyo afanye alombaya leo. Sasa ndio maana nataka niweke ili mlipeleke vizuri, si ndio? Kwa unaingia mkataba makubaliano 50-50, si ndio? Ina maana imeingia milioni. Katika milioni inaingia kwanza nachukua mimi 50 yangu. Mimi ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anairudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yangu, sio kwenye 50 yangu. Sio, umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani ilivyo. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje. Mkataba wa Wasafi ulivyo, sawa? Imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa iingie kwa. Ukiangalia mpaka tukigawana ile 60 wenyewe, anapata faida nani? Mbona mnaongea pole pole? Sijui umeelewa vizuri? Na mimi baada ya hapo nikamwambia Diamond, mimi hii biashara unachofanya ni kazi kama NGO, ni bora ungeandika Wasafi NGO ya wasanii. Kwa sababu hakuna faida tunachopata wao. Kwa sababu leo anakuja msanii ana hit, nyimbo anapata hela, anaanza kuchukua hela, sisi tumekaa pale uongozi tumeumiza vichwa na apata %5 au %10. Yeye kachukua 40. Tumemtoa huko, harudishi yote hapa. Sasa inakuwa alafu mtu anatoka hapo anaenda kulalamika. Sasa kuna msanii hapa Tanzania ameacha muziki kabisa. Alienda, mtamtafuta wewe, mtamgoogle, mtamtafuta. Simtaji jina. Alienda kwenye lebo za nje. Akajua tunafanya hivi, akachukua hela. Baada ya kuchukua hela akaiona ni ya kwake. Kwenda kuinvest, akainvest kidogo, ingine katumia. Baada ya kutoa kila jimbo, watu wanachukua hela zao tu. Anachukua 18. Lebo inachukua 82. Kaacha muziki, kaona bora niache muziki kwa sababu hamna tena kuendelea. Sasa kwa hiyo natakiwa muelewe, sisi tunapofanya kama Wasafi tunajaribu kukuza vipaji ili watu waendelee. Hatutaki kumnyonya mtu wala nini. Labda niongeze. Matafati yani
nadhani ukikaa na wasanii wao wenyewe wenye haki kuzungumza as Wasafi, as Kamil Diamond, sitegemei la msanii yote. Wao wenyewe wanajua nguvu ambayo wanaweka kwao, wanajua mapenzi wanaweka kwao, wanajua love wanaweka kwao, wanajua energy, fedha wanaweka kwao. Tumii tu naona kama ni ukijana katoka hapa, chalimpushi, familia, love. Sasa wakati mwingine na Wasafi sikudanganya, kuna mtu nimemtoza hela, unajua huyo kanivunjia damu. Naona kama nimekufanyia hiki na hiki afu na nifanyia hivi, nimekukosea basi pata contract. Lakini watu wote ambao sikuishi nao, yani mtu ambao kwa sababu mimi sitegemei hela ya wanamuziki wa leo. Wao wenyewe wanaelewa. Katika income zangu haifikia hata 0.1, 0.5 hela leo. Wanaelewa. Mimi nachukua ndugu zangu, familia yangu. Yaani hii ni familia yangu. Na mtu akinikosea naumia na kweli au kila sawa. Na ndio maana tunakuta mtu kama Mbosso mimi sasa nimepata shilingi 10 mdogo wangu. Mbosso tunaishi vizuri sana, ana discipline na adabu, nampenda, yani tunaheshimiana sana. Na sikudanganya kama ningetaka hata bilioni 2 ningechukua pale. Unajua Mbosso anapata shilingi ngapi sasa? Milioni 50 shoma. Kwa katika milioni 50 kama na 60 pena maya lango pale milioni 30. Na kiasi kusomwa na shule. Kuna maana zile 30 zangu zilikuwa nasoma. Lakini mdogo wangu mimi nakupenda, tunaishi vizuri, umeniheshimu, hatuja kugombana, hatuja kupishana. Kwa nini wewe sasa hivi umeshafikia hatua ambayo unaweza kufanya jambo? Kwa nini kulete lombaya? Kama umeamini unaweza kuanza vizuri, sawa. Kwambia sasa basi mimi nakurelease, na kwa basi yeye kuja uko tayari Mbosso kunipa fedha. Kama mdogo sasa nataka nifanye kama mdogo wangu. Wewe sio chini kutoka kwako bana. Mimi na tunaishi vizuri. Mambo ya muziki tunafanya. Lava hakunifuata kuniomba mimi hata kutoka. Nilimpigia simu Kim, nikamwambia Kim, ongea na Lava. Kama angependa naye kuanza kujisimamia, mwambie aje nimpe release. Lava ni miongoni mwa wadogo zangu ambao wanajua yeye anajua nampenda. Na watu wengi wataanza kwa mtazamo kwamba lebo ya Wasafi haimpushi si Lava. Hapana. Unajua sisi tunafanya kadri Mwenyezi Mungu atubariki. Lakini mengine ni Mwenyezi Mungu. Inawezekana mtu kampushi kadri anavyoweza, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona hapana, natakiwa yeye hapa afu baadaye nini? Hata ufanyeje? Hawezi kuwa mnachotaka nini? Ni kijana na talent na Lava, anaimba vizuri, yani ana juhudi, anaweza creative, anajituma. Nilikuwa niko nyumbani pia jana. Lava walikuwa na mara nyingi sana watu wasichokijua. Nikamwambia Kim kama Lava pia ange kama yuko ameshakuwa kwa sababu anataka naye pia kusimamia, aje ndugu wangu nitampa free release naye. Nimeshinda vizuri. Hajaje kunivunjia heshima Lava, hajaje kunikosea. Tumeishi kwa kupendana, kwa kubebana kwenye hali na mali. Wakaja Lava, kazungumza naye kama mdogo wangu ninakupenda, sitaki kunikosea. Mko tayari basi nikamwambia kingine, nikamwambia licha tu hivyo, lakini kama baada hapo pia nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanya project zako. Sio unanielewa? Naomba nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanyia project zako. Kama mchango wangu mimi kwa wewe. Tumeishi na Lava karibu miaka 8 sasa hivi. Sana mtoza nini? Hiyo kuvunja heshima, hiyo sana adabu, hiyo kwa chochote. Sasa wasanii pia hiyo waangalie, unajua ilivyo makubaliano ambayo ninaona kuishi. Alafu tu mkataba sio mwisho wa kuishi. Ila kitaka kujifanya wewe kipi watakuleta. Ndio nakuga